Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri sana. Once again, karibu sana tuzungumze mambo kadha wa kadha yanayoendelea katika uga wa kimichezo. As we know, mimi naitwa Almachus Boniface Kanyase kutoka Kanyase Digital hapa. Kazi yangu mimi ni nyepesi. Ni kuhakikisha kwamba nakufahamisha kile ambacho unastahili kukifahamu kwa lugha nyepesi zaidi. #mpira katika lugha nyepesi zaidi. As we know, dunia mzima ama Tanzania mzima hivi sasa inasubiri kuona dabi ya Kariakoo ikipigwa. Na nimekueleza baadhi ya viashiria kadha wa kadha ambavyo vimeanza kuonyesha mwanga mweupe kwamba inawezekana mechi tukaona ikipigwa kati ya kikosi cha Young Africans pamoja na kikosi cha Simba Sports Club, mchezo ambao umepangwa tarehe 15 Juni mwaka 2025. Kwa nini nimesema hivi kwamba moshi mweupe umeanza kuonekana? Ni mara baada ya kuona kila ambacho kilifanyika kwa wachezaji wa kikosi cha Young Africans kuitwa kurudi Dar es Salaam kwa ajili ya kujiandaa na mechi hizo. Sasa pia nimepata bahati ya kujua kocha wa kikosi cha Young Africans hivi sasa yeye anazungumzaje katika kikosi cha Young Africans, anauona mwanga wa timu yake kuweza kupeleka timu. Sasa amenukuliwa hapa, nimemnukuu, hajazungumza moja kwa moja, lakini nikwambia wakati joto la pambano la dabi ya Kariakoo likiendelea kupamba kwa mashabiki wa soka nchini, kocha wa Young Africans Miloud Hamdi amevunja ukimya na kuweka bayana kwamba sasa anaendelea kuandaa wachezaji kwa mechi 3 zilizosalia kufunga msimu wa timu hiyo, lakini dabi haipo. Maana yake kocha mwenyewe anachokijua ni kwamba dabi ya Kariakoo hakuna, kwa hiyo anawaandaa wachezaji wake na mechi nyingine. Binafsi kabla sijaendelea kukusomea zaidi taarifa kamili, hiki ni kitu ambacho kimenishangaza kwa kocha kuwa na mentality hii ya kusema kwamba dabi haipo, au yani kocha anawezaje kupewa taarifa kama hii? Kwa maana anawaandaa wachezaji kwa ajili ya mechi nyingine lakini si mechi ya dabi. What if kesho kama nilivyokuambia Young Africans watakutana na na bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Vipi kama watakubaliana na Young Africans, makubaliano yakawepo na wakakubaliana kwenye baadhi ya mambo kadhaa ambayo inabidi yafanyike? Kocha yeye atakuwa amesimama upande gani? Je, muda uliosalia utakuwa unatosha yeye kuendelea kukijenga kikosi chake alafu kiwe ni kikosi kipi ambacho ni kizuri? Ninaamini kabisa ni jambo ambalo inawezekana aliingia akilini vizuri, linajaribu kuleta muktadha mwingine wa kitofauti zaidi. Sasa kocha huyu aliwataja wachezaji kama Pacome Zouzoua Aucho kuwa amerudi katika ushindani baada ya kuwa nje ya uwanja kwa muda wakiuguza majeraha walioyapata na kuwafanya wakosekane kwenye baadhi ya mechi zilizopita. Kwa mujibu wa Hamdi, Yanga inaendelea kujifua kwa ajili ya mechi dhidi ya Tanzania Prisons ugenini, ambapo hii mechi itapigwa June 18 na kumaliza nyumbani dhidi ya Dodoma Jiji, mechi itakayopigwa tarehe 22. Kisha fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya kikosi cha Singida Big Stars, huku mechi dhidi ya Simba ikiondolewa kwenye ratiba ya kikosi cha Young Africans. Nikimnukuu hapa nasema, tuna kazi kubwa sana ya kufanya katika mechi 2 za ligi ambazo zimebaki. Tunaamini zitakuwa ngumu kutokana na timu ambazo tunakutana nazo kuhitaji ushindani, pia hasa wachezaji wetu kwenye mchezo wa kwanza ugenini. Kwenye mchezo wa kwanza ugenini haipo kwenye nafasi nzuri, inahitaji point 3 ili kujiweka katika mazingira ya kucheza, na sisi tunahitaji tutetee taji, alisema Miloud Hamdi. Kikubwa kila mmoja kutimiza majukumu yake kwa wakati. Ninaamini kwamba tutafanya vizuri kupata matokeo mazuri kwenye mechi zetu zijazo. Kikubwa kinachonipa matumaini ni kurejea kwa wachezaji wangu ambao hata na hivyo tayari wamerudi kwenye ushindani. Hamdi alisema ukiondoa wachezaji walioitwa timu za taifa na beki yao Kwasi aliye majeruhi, wengine wote wapo kwenye hali nzuri na tayari kupambania pointi 6. Morali ipo juu na wanaendelea vizuri na maandalizi ya Juni 18 tuko ugenini kuikabili Tanzania Prisons. Au tuko mchezo rahisi, lakini nina imani kubwa jeshi langu lote lipo timamu isipokuwa yao. Hamdi alisema ukiondoa mechi 2 za ligi kuu, pia ile ya fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya Singida ambayo watacheza Juni 26 ama 28, pia na hiyo mechi wanaitaka. Sasa haya ni maneno yake na unaweza ukasikia kwenye haya maneno ambayo nimemnukuu tayari yeye anaizungumzia mechi zilizosalia. Hakuna sehemu yoyote ambayo anaizungumzia dabi. Binafsi nasemaje? Mimi kama binafsi kama Almachus Kanyase ninaweza nikakwambia kwamba
kocha astahili kuingia kwenye hizi siasa. Kocha yeye inabidi aendelee kuandaa timu yake kwa mechi zote zilizosalia kwenye ligi kuu Tanzania bara. Yaani haya yote yanayoendelea mtandaoni kwanza inabidi yasiwe sehemu yanawahusisha wachezaji. Inabidi zisiwe sehemu ya kinachowahusu technical bench. Technical bench kwao inabidi akili yao iendelee kuwakumbusha kwamba wana mechi takriban 4 zilizosalia kabla ya kumaliza mzunguko wa ligi kuu Tanzania bara. Hii itawasaidia wao kuendelea kuwa active kwenye mechi kadhaa na kuendelea kuona kwamba kama ikitokea kwamba mechi maridhiano imefanyika na mechi itaenda kupigwa, Young Africans na kocha wasianze tena kupata kazi ya kuanza kuwajenga wachezaji kisaikolojia kwenda kuikabili Simba, kwa sababu unapoenda kucheza dabi inabidi uwe umejiandaa katika nyakati zote mbili, kwenye maeneo makubwa matatu: physical, mentally pamoja na tactical, kwa maana kimbinu, kiakili na kinguvu. Yote haya mazingira inabidi uwe sawa. So mchezaji akishaathirika mentally, tayari physical na tactical atatetereka kidogo. Mechi dhidi ya kikosi Tanzania Prisons, dhidi ya Dodoma Jiji, dhidi ya Singida BS haiwezi kawa mechi sawa na kikosi cha Simba. Lazima ujiandae kwenye mazingira yote yale, kwenye kila ambacho unastahili kukipata. Lakini wakati wao wakiendelea kusema haya, nimemwona Ahmed Ally ametupa kijembe kingine kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ameandika maneno ambayo kusema la kweli yanaweza yakakusababisha kama yeye ni shabiki wa Yanga ukajisikia vibaya. Anasema msipotangaza uwanja wa mechi, bodi ya ligi itatangaza. Msipotangaza vingilio, bodi ya ligi itatangaza na sisi tutanunua. Msipofanya promotion, Azam TV watafanya na wameshaanza kufanya. Msipokodi uwanja, bodi ya ligi itakodi, ila gharama za uwanja mtalipanyie. Kanuni zinaipa nguvu bodi ya ligi kufanya yote haya. Kama mwenyeji wa mechi anadema. Mashabiki wenu wakisusa, wetu watakuja, na tayari mashabiki wetu zaidi ya 10,000 walishanunua tiketi. Mwanetu mmekalia moto. Haya yalikuwa ni maneno ya Ahmed Ally ambayo ameyaposti leo. Kwenye comment kama kawaida, watu wanasema tarehe 8 mlitumiwa nauli mkaila, leo mnalilia kuja kufanya usafi ghetto. Ndicho ambacho Ahmed Ally amemjibu. Lakini pia huku chini leo sijakutana na wale wazee wa no reform no election, lakini pia wale wazee wa Yanga ambao wamekuwa wana uhakika kumjibu mara kwa mara, sijawaona wao wakitokea. Lakini kumbuka, haya ni majibizano ambayo yamechukua sura mpya mara baada ya kushuhudia Privadinho na yeye kupitia ukurasa wake wa Instagram, na yeye kuna baadhi ya mambo ambayo ameandika kuelekea kwenye idabi. Kitu ambacho alikiposta, alisema madunduka yalisema kuwa hayatashiriki mchezo husika mpaka hatua dhidi ya wahusika ichukuliwe. Leo madunduka yanaitaka mechi, tujiulize ni hatua gani za kisheria zimechukuliwa? Tukiwaambia madunduka yalikuwa na nia kukimbia mechi kwa sababu ambazo walikuwa wanasema sisi ni wajeuri. Madunduka waliyafanyia vurugu meneja wa uwanja ili kutafuta sababu ya kusingizia kukimbia mchezo. Tunafahamu kwa madunduka walikimbia mechi kwa sababu ambazo wanazijua. Kwa bahati mbaya huo ni wao umebarikiwa, na ndio maana leo wanajificha kwenye kivuli cha wanaogomea mchezo. Akasema kwa nini hawasimamii msimamo wao wa kucheza mchezo? Anasema nini kimebadilika? Kwenye habari, kwenye paragraph ambayo alikoti ni ile inasema ya Simba, kwenye taarifa Simba iliyosema kufuatia ukiukwaji huo taratibu za mchezo, Simba itoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa hatua dhidi ya wale husika wote katika sakata hili. Kumbuka hakuna hata moja aliadhibiwa. Mimi naitwa Almacho Subon Faskan Nyasi. Let me know katika comment unasemaje, na utakuwa umefanya kazi nzuri. Asante, bye bye.